siku hizi tunaaswa kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha tunaweka wosia, unasajiliwa wosia wetu, ili mwisho wa siku sasa kuepusha baadhi ya migogoro. Sasa nini zaidi kuhusu taaluma ya mirathi na utatuzi wa migogoro yake? Fika tarehe 16 ya mwezi wa 6 2025, viwanja vya Maturubai Mbagala, uweze kupata taaluma na mwisho suluhisho la yale yanayokukabili. Lakini zaidi pia migogoro ya ardhi. Tunaona sehemu mbalimbali watu wanakwenda kwenye maeneo, wanapima maeneo ya watu hata bila vibali vya kufanya namna hiyo, wanatoa mpaka hati. Lakini kuna mahali unakuta kuna contradiction ya kisheria, hati inatolewa juu ya hati. Je, nini hiki kinachopelekea mambo haya yawepo? Fika tarehe 16. Wakati fulani pia kununua maeneo ya squatter na kuambiwa kwamba eneo hili na mtu mwingine, migogoro mingi inaibuka na mwisho wa siku kusababisha uvunjifu wa haki na uvunjifu wa amani. Lakini zaidi pia hapa Dar es Salaam pamekuwa pia pana migogoro mikubwa inayosababishwa na utapeli tu. Leo ukienda kwenye showrooms za magari nyingi, unakutana na migogoro ya watu kuuziwa magari yanayosemekana labda yana kilomita nyingi au kilomita chache, lakini kumbe ukienda in detail kuhusu gari hilo hali haiko hivyo. Lakini pia ukienda zaidi unakuta gari limeibwa mahali fulani, linakuja kuuzwa huku bila wewe kujua. Sasa fika tarehe 16, kutakuwa kuna jopo la wataalamu wanaojihusisha na masuala ya mbalimbali ya sheria za kimataifa, sheria za kibiashara, pamoja na sheria zinginezo nyingi ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufanya maamuzi ambayo yanaweza kutokupelekea kwenye hasara au kwenye migogoro. Lakini jambo la pili pia ni kwamba ni kutoa ushauri wa kisheria na ushauri nasi kuhusu waathirika wa ukatili wa kijinsia. Nyie mnafahamu Dar es Salaam pia kuna vitabia vya baadhi ya watu kulawiti watoto wadogo au hata watu wazima. Kuna hiyo tabia kubwa. Lakini zaidi pia kuna watu wengine, akina mama kunyanyaswa au hata akina baba kunyanyaswa. Sasa fika uweze kupata ushauri, uweze kupata counseling ya namna gani tunaweza tukaenda kutatua migogoro hiyo, ili mwisho wa siku uweze kuijenga jamii ambayo ni pana, ni nzuri, ambayo imejaa weledi mkubwa wa kitaaluma katika sheria. Tatu ni huduma ya usajili wa vyeti vya kuzaliwa kupitia RITA. Nyie mnafahamu kwamba taifa letu ili uwe mkazi wa Tanzania kuna vitu vingi ambavyo watu tunaviangalia. Na jambo moja wapo tunaweza tukasema wewe ni mkazi wa kuzaliwa wa Tanzania, ni raia wa Tanzania kwa ukazi, umezaliwa. Sasa nataka tujue citizenship yako. Je, una cheti? Na kama huna cheti, nini kiweze kufanyika? Je, nani anapata cheti? Mtoto anayezaliwa kwa siku moja au mtu mzima? Fika tarehe 16 uweze kupata msaada huu mkubwa wa kisheria. Ndugu waandishi wa habari, nitoe rai kwa wananchi wote kujitokeza kwa wingi katika shughuli hii za uzinduzi na kupata huduma za msaada wa kisheria wakati wa utekelezaji wa kampeni katika maeneo ambayo huduma hizi zitatolewa. Kama ambavyo nimesema, itakuwa ni rotation kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine, lakini zaidi pia itakuwa ni mtaa, itakuwa ni kata, ili wananchi basi waweze kupata zile huduma ambazo zimekusudiwa. Mimi naitwa Amina. Ni mmiliki wa duka la nguo na vitu vya watoto. Kwa sababu naweza kujihudumia bima ya safari muda wote kwenye WhatsApp yangu. Isitoshe naipata bima papo hapo kwenye simu na email yangu. Upotezi muda wako. Napenda jinsi ilivyo rahisi kuhakiki bima hiyo. Na uzuri zaidi, hata ubalozi unapoenda kuomba visa, wanaihakiki wenyewe kwenye WhatsApp. Tumia Bima Pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli. Au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pap. Urahisi wa maisha.